Karibu mpendwa msikilizaji na mfuatiliaji wa St. Gaspar Media katika kipindi cha maisha ya watakatifu. Leo tarehe 21 mwezi Machi tunasikiliza na kutafakari juu ya maisha ya Mtakatifu Nicola von Flue, mkaapweke. Nicola von Flue alizaliwa mnamo mwaka 1417 katika familia ya wakulima walioishi karibu na mji wa Lorraine katika nchi ya Uswizi. Mama yake alikuwa mwanamke mwenye imani na mcha Mungu na aliwalea wanaye wawili katika imani na maadili ya Kikristo. Baadaye wanaye walijiunga na shirika la marafiki wa Mungu. Shirika hili lilienea Ujerumani, Uswizi na Uholanzi. Wanachama wake walikuwa waume kwa wake, matajiri kwa maskini. Waliishi maisha ya nidhamu kali. Walitafakari siku zote mateso ya Bwana wetu Yesu Kristo, na walikuwa na ibada zenye lengo hilo hilo, ili kuwa na uhusiano wa pekee kabisa na Mungu. Baadhi yao waliishi na familia zao, wengine walijiunga katika jumuiya ndogo ndogo, na wachache walijitenga kabisa na mambo ya ulimwengu ili wakaishi katika upweke. Nicola alijiunga na jeshi na kupigana vita mara 2. Alipanda madaraja jeshini hadi akafikia hatua ya kuwa kapteni. Alimuoa Dorothea Wisi, binti wa mkulima, wakazaa watoto 10. Baadaye mmoja wao akawa gavana wa mkoa na kitinda mimba akawa padre. Nicola alifanya kazi serikalini, akawa hakimu. Majukumu haya hayakumfanya akose nafasi ya kusali. Lakini mnamo mwaka 1465 aliachana na siasa, na mwaka 1467 akiwa na umri wa miaka 50 hivi, Nicola alisikia moyoni mwake wito wa utawa wa wakaapweke. Akawaeleza jamaa zake kwamba anataka kuondoka nyumbani ili akakae katika upweke na kumtafakari Mungu. Mkewe Dorothea alitambua kuwa huo ulikuwa kweli mwito wa Mungu, akamkubalia mumewe. Lakini ndugu na majirani wa Nicola walikasirika sana, jambo ambalo yeye hakujali sana. Basi aliwaaga mkewe, baba yake na wanaye, akaondoka bila viatu wala kofia, akachukua rozali na fimbo yake tu. Nicola aliishi muda wa miaka 20 msituni katika kibanda kidogo kilichounganishwa na kikanisa walichojenga watu. Kuanzia saa 6 usiku mpaka saa 6 mchana alisali na kumtafakari Mungu. Alasili alionana na watu waliokuja kumwomba ushauri. Miongoni mwa watu hao walikuwemo maofisa wa serikali, na kwa sababu ya mashauri yake alizuia kusitokee vita vya wenyewe kwa wenyewe katika Uswisi. Alileta umoja na utengamano katika nchi ya Uswisi uliodumu hadi leo hii. Ni jambo la kushangaa kidogo kuona kwamba Nicola hakujua kusoma wala kuandika. Ilitangazwa kuwa Nicola aliishi msituni bila kula wala kunywa, akipokea komunyo takatifu pekee. Viongozi wa serikali walivizia njia zote za kwenda kwake muda wa mwezi mmoja, wakahakikisha ni kweli kabisa kuwa hakuna mtu aliyemletea chakula. Alipofikia umri wa miaka 70, siku ya kuzaliwa kwake, alikufa chumbani kwake mbele ya mkewe na watoto wake. Msiba huu ulileta simanzi kubwa katika nchi ya Uswisi. Baada tu ya kifo chake,
Waswisi, Wakatoliki na Waprotestanti walimheshimu kama mtakatifu. Alitangazwa mtakatifu mnamo tarehe 15 ya mwezi Mei mwaka 1947 na Papa Pio wa 12. Itukuzwe damu ya Kristo! Milele amina. Sala ya Mtakatifu Nikola wa Flue ni tafakari yetu siku ya leo. Ee Bwana wangu na Mungu wangu, ondoa yote yanayonitenga nawe, nipe yale yote yanayonileta karibu nawe. Ee Bwana wangu na Mungu, niondolee yale niliyofungamana nayo, ili nikumiliki wewe pekee. Watakatifu wengine tarehe 21 mwezi wa 3: Mtakatifu Serapion, askofu wa Misri. Mtakatifu Nikola von Flue, mkaa pweke. Utuombee.